Karibuni sana wanahabari. Kwa majina mimi naitwa Hussein Kipindura, ni meneja uwanja wa KMC. Nipo hapa kwa ajili ya kuwahabarisha kuhusiana na mechi ya tarehe 21 ambayo itahusisha niseme marafiki sijui mahasimu wawili, mashabiki wa Simba na mashabiki wa Yanga. Sisi kama management ya uwanja tuko tayari kuwahudumia, na kwa niaba ya mkurugenzi wa Manispaa ya Kinondoni tumejiandaa vizuri na miundombinu yote ya uwanja iko sawa, iko salama. Kikubwa ni kuwakaribisha mashabiki wa hizi timu mbili waje kuwaona wanachama wao wakisakata kabumbu hapa katika uwanja wa KMC Complex. Hatuna kubwa la zaidi ya kuwakaribisha sana na kuwaomba wahudhurie kwa wingi, maana tu katika kipindi cha likizo kama wenyewe wanavyosema, na burudani iliyokuwepo ni burudani ya soka, na siku ya Jumapili kutakuwa na burudani hiyo ya mashabiki wa Simba na mashabiki wa Yanga. Kwa hiyo wakaribie sana katika uwanja wa KMC Complex. Kama kuna maswali, karibuni. Sisi kama wasimamizi wa uwanja tumejiandaa vizuri kama nilivyosema. Tunajua ukubwa wa hizi timu, kwa maana Simba na Yanga ni timu kubwa, zina fans wengi, zina mashabiki wengi na zitabeba watu wengi pia. Kwa hiyo kwa maandalizi yote generali, usalama, miundombinu yote yako sawa. Kikubwa tu wao wahudhurie kwa wingi, na kuhusiana na issue ya viingilio kama ni bure au si bure, uzuri wasimamizi wa hizo mechi hapa wapo wawili. Kwa hiyo wao watawathibitishia nini wamepanga kuhusiana na viingilio, maana utaratibu upi wameuweka ili mashabiki wao waweze kuingia kwa nafasi uwanjani. Mechi bila shaka ni saa 10. Ikitokea muda ukazidi kwenda na ikahitaji mwanga, na wahakikishia kwamba mwanga kwa sababu sasa hivi upo, itawezekana? Kwa upande wa mwanga hatujaanza kutumia bado, na kwa sababu mechi ni saa 10 nadhani hawa wote tunawazungumzia hapa ni wasemaji wa klabu kubwa ambazo zinajua taratibu za soka zinavyoendeshwa. Ikiwa kickoff saa 10 inamaanisha by saa 11:15 au 11:30 mechi imeshaisha. Kwa hiyo nadhani wao sasa watahamasika au wataelezana kufuata taratibu wote wa mechi ili mechi ianze saa 10 kamili na mechi iishe kwa wakati, kwa sababu hatuna mwanga kwa sasa bado.